Kwa jina naitwa Emmanuel Wilbert, ni afisa masoko wa chama kikuu cha ushirika Runali. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumaliza salama minada yetu ya ufuta. Minada yetu tulianza tarehe 10 mwezi wa 6 2026 na mpaka kufikia tarehe ya leo tumefanya jumla ya minada 7, ambao mnada wa leo ni mnada wa 7 na mnada wa mwisho kwa zao letu la ufuta kwa msimu wa 2026-27. Katika msimu huu wa ufuta wa 2026-27, chama kikuu cha ushirika Runali kimeweza kukusanya jumla ya kilo milioni 19,875,599 ambazo zote zimeweza kuuzwa kupitia minada yetu ambayo tumeendesha kidigitali, ambapo tumeweza kuuza kwa thamani ya shilingi bilioni 52,206,922,270. Katika msimu huu wa 2026-27 hakuna changamoto yoyote ambayo tumeipata, hususani katika eneo la makusanyo, mizigo iliyopokelewa maghala makuu, malipo kwa wakulima yameenda kwa haraka sana kama ilivyo kawaida yetu, na tunatarajia kwa msimu ujao wa mbaazi ambao tunajiandaa nao, ambao kwa sasa tayari kwa upande wa vifungashio tayari tunavyo vya kutosha, na watumishi wako katika hali ya kutekeleza majukumu yao kwa ufasaha na ufanisi mkubwa, ili kuhakikisha kwamba mkulima ambaye anahudumiwa anapata stahiki yake kwa wakati, na wadau wote ambao wapo katika mnyororo wa mauzo ya mazao yetu ambao tunauza katika kupitia stakabadhi ghala wanapata stahiki zao kwa wakati. Kwa jina naitwa Odas Mpunga, mwenyekiti chama kikuu Runali. Awali yote kwanza nimshukuru Mungu kwa siku ya leo kutupa afya njema. Ni siku ya mnada wa ufuta 2026, mnada wa 7 kwa zao la ufuta chama kikuu Runali. Ni mnada wa mwisho ambao tunatarajia tumeufanya leo. Lakini leo tumeingiza tani 400 za ufuta, lakini na kupata bei ya juu shilingi 2,670 na bei ya chini shilingi 2,530. Kwanza ni washukuru wakulima wote wa maeneo ya Ruangwa na Chingwea pamoja na Liwale, kwani mpaka tunafika mnada wa mwisho nashukuru Mungu kwamba bado mmeendelea kutunza ubora wa zao letu la ufuta. Hilo ni jambo la kushukuru, lakini pia ni washukuru wadau wote ambao tumeendelea kushirikiana kwenye mnyororo huu wa mazao yetu ya kibiashara, na maanisha ufuta. Sasa hivi tutaelekea kwenye mbaazi na kufika kwenye zao la korosho. Niwashukuru sana kwa ushirikiano mkubwa. Kwanza ni kama nilivyotangulia kusema kwamba mpaka msimu wa ufuta unaisha hatujapata changamoto ya ubora wa zao la ufuta. Kwa hiyo tunatarajia kwa ushirikiano tuliofanya kwenye zao la ufuta, kuanzia mkulima, watu wa AMCOS, lakini pia watu za maghala, waendesha maghala waliopo maeneo ya Ruangwa na Chingwea na Liwale, na wadau wote, manake tuendelee tu kufanya kazi kwa uaminifu, lakini pia kwa uadilifu, kuhakikisha kwamba kila ambacho tunakipokea kinakuwa bora. Kwa hiyo tukianza kule kwa mkulima, lakini kwenye AMCOS, naamini hata waendesha maghala pia wakiwa pia na uadilifu kwenye hizo nyanja zote, nafikiri hata msimu wa mbaazi utakaofika tutakusanya mbaazi zenye ubora. Kwanza nishukuru kwa utulivu uliopo kwa msimu wa ufuta kwenye maeneo yangu ya Ruangwa na Chingwea na Liwale, pamoja na miluzi au wanasiasa mbalimbali kujaribu kuchafua hali ya hewa, lakini kujaribu kushawishi na kujaribu kuwaingiza kwenye changamoto wakulima ili wasiwe na amani kwenye shughuli zao za kilimo. Hili jambo nishukuru sana, mpaka tunafikia msimu wa ufuta hakuna kelele zozote ambazo tumezipata kuanzia viongozi wetu ngazi ya mkoa, wilaya, lakini hata sisi wanaoshirika kuanzia kwenye AMCOS mpaka chama kikuu. Tunashukuru sana. Mimi niwasihi tu wakulima wenzangu tuendelee kuamini ushirika, lakini pia wanaoshirika manake ni wale ambao wametuzunguka kwenye jamii yetu. Wengine ndugu zetu, kaka zetu. Kwa hiyo kama kuna sehemu wanakosea, manake tusisite kuchukua hatua kwenye nyanja mbalimbali. Kwa mfano kuna serikali zetu za vijiji, kata, lakini pia na maeneo yetu ya wilayani. Kwa hiyo
sisi tupo kama viongozi wa ushirika na tunawahakikishia kwamba tutafanya kazi kwa uadilifu. Kwa hiyo hata kama mtapata maneno kwa wanasiasa mbalimbali, kikubwa ni wanatamani tu kuharibu biashara zenu. Kwa hiyo sisi wakulima tunategemea sana uti wa mgongo kilimo. Kwa hiyo mazao yetu maana yake ndio uchumi wetu na ndio maisha yetu, lakini kubwa zaidi tuendelee tu kufanya kazi kwa amani na utulivu. Nchini ya kwetu hakuna tutaka kukimbilia. Kiukweli tunaona huko nchi za wenzetu wanavyopata changamoto mbalimbali. Kwa hiyo na sisi tusitamani kuingia kwenye hayo majaribu, tuendeni tuilinde amani na utulivu kwenye nchi yetu. Kwa majina anaitwa Saidi Abdalla Wazi, diwani wa kata ya Nachingwea mjini, ila ni makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Nachingwea. La kuzungumza kwa wakulima, leo tumefanya mnada wa 7 ambao ni mnada wa mwisho kwenye zao letu la ufuta, na tumebahatika kuuza bei ya juu 2670 na bei ya chini 2530. Ni bei mzuri, tunashukuru. Pamoja na hali ya uzalishaji mwaka huu imepungua kidogo. Cha kuasa wakulima, tumemaliza leo msimu wa ufuta, lakini sasa tunaelekea kwenye msimu wa mbazi. Kwa hiyo jambo kubwa la kuasa wakulima, wazingatie ubora, wavune mbazi na wajitahidi kuzikausha, kwani mbazi zetu zitakapokuwa mzuri ndipo wanunuzi watakapoweza kuchangamkia kununua kwa bei nzuri pia. Kwa na waasa wakulima, ubora ni jambo la kwanza kwenye mazao yetu ya kilimo.